tuna sheria inayosimamia alama za taifa, manake bendera na nembo ya taifa. Wimbo bado hilo ndo tunalifikiria, na lenyewe limenipa changamoto. Hatuna budi kukaa chini sasa kuwa tunaanza kufikiria kuwa na sheria itakao uhifadhi wimbo wa taifa. Lakini bendera na nembo ya taifa, sheria ipo, tungwa na Bunge, na imeeleza nani msimamizi mkuu wa ile sheria. Ni waziri wa mambo ya ndani, ndio msimamizi mkuu wa nini, wa sheria. Lakini nani msimamizi wa kuhakikisha sheria hiyo inatekelezwa kwa kikamilifu? Ni wakala wa, kwa sababu yeye ndio anayesimamia, ndio inapokwenda kwenye production, kwenye uzalishaji wa bendera, yeye ndio anayezalisha bendera. Yeye ndio anatakiwa azalishe bendera kwa niaba ya serikali, na ina maana mtu mwingine yoyote anayechapisha hizo bendera anafanya kwa niaba ya nani? Kwa sababu watu wanadhani uchapishaji ni nyaraka tu, ni pamoja na nini? Bendera. Na kwenye bendera hatuna budi kukaa chini, kurudi kwenye bendera yenyewe iliyo ndani ya sheria. Sheria ile ya alama za taifa, bendera yetu haina rangi ya njano. Imeelezwa wapi? Wazi, ina rangi ya dhahabu, golden. Na kupongeza wakala wa serikali wa uchapishaji Tanzania kulishikilia jambo hili kwa nguvu. Turudi kwenye mujibu wa sheria. Najua hatuwezi kuziondoa bendera zote ambazo zimekosewa kwa siku moja, lakini ina maana bendera zote mpya sasa tunazotengenezwa kwa matumizi yote ya umma, lakini pia kwenye hii nembo ya taifa, design of coat of arms, kule juu kwenye mwenge kule sasa ni yellow. Huku juu kwenye mwenge, ile sehemu ya mwenge, hiyo ndio yellow, lakini bendera yake lazima ibaki na rangi zile zile. Na nitaka niliseme hili ili watu waelewe. Kwenye hii kule juu kule kwenye mwenge, hiyo ndio yellow. Sasa hapo pana yellow color, pana njano. Lakini bendera yenyewe haina budi kufanya nini? Kubaki na kijani, udhahabu. Natumia neno udhahabu kwa sababu golden ni udhahabu. Udhahabu nyeusi, udhahabu blue. Mimi hili nikupongeza sana na nikushukuru sana kwa kipeperushi hiki ambacho umetoa elimu cha mambo gani yamekosewa. Serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan inatambua umuhimu kabisa wa uchapishaji wa nyaraka za serikali, na ndio maana imetoka kuwa idara sasa kuwa wakala. Na kuwa wakala executive agency, watu wengi wanadhani wakala maana yake ni mapato. La hasha. Lengo kubwa la kuzifanya hizi idara ziwe wakala, kwanza ni kuongeza ufanisi. Kuongeza ufanisi kwa kuziacha ziendelee kufanya kazi za kiserikali, lakini wakati huo pia ziwe na uwezo wa kuendana na mabadiliko, yawe ni ya teknolojia, yawe ni ya kiuchumi, yawe ni ya kibiashara. Lakini pili, lengo la kuwa na wakala huyu ni kuwezesha wakala wenyewe kufanya maamuzi ya kimkakati, lakini bado chini ya Ministerial Advisory Board, lakini maamuzi ya kimkakati. Na tatu ndio hilo la kuongeza mapato, na mapato hayo yawe na tija kwa wafanyakazi, lakini katika utendaji wa kazi wa wakala. Na ukiangalia aina ya wakala huyu, anaweza kufanya kazi za serikali, lakini bado ana nafasi ya kufanya kazi za sekta binafsi na watu binafsi. Sasa aina hii ya shughuli ndio moja ya sababu kubwa kufanya idara ya uchapishaji kwa ni idara ya serikali ya uchapishaji sasa kuwa wakala. Wakala imeshatekeleza mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa mashine mpya, kama ambavyo tumeiona tutakapoiona ile mashine ya kule ambayo imeshanunuliwa na zile baadhi ya mashine zilizopo kule. Pia wakala imekuwa ikiomba fedha maalum za ununuzi wa malighafi pale inapotokea kazi. Kabla ilikuwa inapata ugumu, na ndio maana tulikuwa tunashindwa kutekeleza, lakini baada ya kuwa tunawasilisha maandiko maalum ya kuonyesha hazina kwamba mkitupa fedha hizi basi serikali itakusanya kiasi hiki, wamekuwa wakitoa. Katika kukabiliana na uhaba wa watumishi, wakala imewasilisha mahitaji ya watumishi, ofisi ya Rais tumishi,
Lakini pia tunaendelea kukabiliana na changamoto hiyo kwa kutumia wale watumishi wa kujitolea pamoja na wanafunzi, hasa pale kunapokuwa na kazi nyingine, na wakati mwingine tunaweka vibarua. Wakala imewasilisha ombi la kubaki na sehemu ya makusanyo kwa maana ya retention, kwa maana tunaamini kwamba hii itapunguza ile kwenye gharama ya mahitaji, kwa maana tutakuwa tunafanya wenyewe bulk procurement na moja kwa moja kutoka kwa wazalishaji. Wakala imewasilisha pia ombi la kubaki na sehemu ya makusanyo yake. Wakala imeendelea na mpango wake wa kununua mashine za kisasa ili kuendana na hali ya sasa ya mabadiliko ya teknolojia. Aidha, wakala imetengeneza mfumo wa tehama inayosaidia wateja kuwasiliana moja kwa moja, kutuma maombi yao moja kwa moja badala ya kufika ofisini.